Naam, natamani tuanzie hapa kwa upande wa wananchi Young Africans. Kama tunavyofahamu, Yanga mechi ya mwisho umetoka kupata ushindi mnono katika ligi kuu na umesalia na mechi 3 ama 4 hivi kumaliza ligi, na ikiwezekana waweze kutangaza ubingwa tena kwa mara nyingine tena. Young Africans katika mechi hizi unawaona wapi wananchi? Bila shaka unaingiza katika mgogoro wa mechi. Maki kwenye makaratasi bado mechi 4. Yanga wamecheza mechi 26, Ndio. Lakini kuna mechi ambayo Yanga yenyewe hataki kabisa kuisikia na wajua mashabiki. Ni kweli. Mechi ya dabi iliyopaswa kuchezwa Machi 8. Lakini hilo sio swala la kujadili kwa sababu lipo kwenye mamlaka, masuala ya kanuni, masuala ya mahakama za usuluhishi wa michezo. Nadhani za kuzungumza ni zile ambazo ni dhahiri kwamba hazina mgogoro juu ya kuchezwa kwake. Ndio. Hapa nazungumzia mechi 3. Mechi bila shaka utanisahisha kama nimesahau. Mechi dhidi ya Namungo, kuna mechi dhidi ya Dodoma Jiji, kuna mechi dhidi ya Tanzania Prisons. Ndivyo sivyo? Ni kweli kabisa. Kama ndivyo, manake Yanga kwenye makaratasi wana nafasi kubwa zaidi ya kutwaa tena ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, na hii itakuwa ni mara ya 4. Lakini sio tu kutwaa ubingwa, kuna uwezekano wakaweka rekodi nyingine ya ufanisi katika ligi tangu 2010 ikawa ni rekodi, na hivyo watakuwa wamevunja rekodi zao wenyewe katika misimu iliyopita. Ni kwa sababu gani? Hivi sasa Yanga wamecheza mechi 26. Kwenye mechi 26 wana point 70. Walipaswa wawe na point 78 kwa sababu unapozungumza mechi 26 point 3 kama wangekuwa wanashinda kila mechi, itakiwa maximum points iwe ni 3 mara 26 na kwa point 78. Lakini Yanga wana point 70. Ukitaka kujua ufanisi wake, maana yake utachukua 70 walizo nazo, chini tutaweka point 78 walizopaswa kuwa nazo, tutazidisha kwa 100 ili tupate huo ufanisi. Ukizidisha vizuri na watazamaji wako, ni kwamba utapata hapo ilipo ni 89.74358974 around 90, ambayo kwa sasa ambapo ligi haijakamilika, ufanisi ni record kama tu watahudumisha, kwa sababu msimu uliopita Yanga walika rekodi ya ufanisi kuanzia 2010. Hapa msisitizo nazungumzia kuanzia 2010 mpaka hapa tulipo ambapo mimi nimeangalia ni rekodi, kwa sababu msimu uliopita Yanga walimaliza na pointi 80. 80 katika mechi 30, ufanisi utarudi pale pale kwa mtindo ule ule. Mechi 30 tutazidisha mara 3, maximum points itakiwa na pointi ngapi? 90. Yanga ikamaliza na pointi 80. 80 maana yake ni ufanisi wa 88.888 to infinity around 89%. Unaweza kusema hivyo kwa sababu 88.88888 umeshaona. Lakini sasa tunazungumzia 89 nukta plus ambayo ni around 90%, kwa sababu 89.74 nimekutajia hapa ambao ni around 90%. Ndio performance walionayo sasa Yanga. Kama wataidumisha msimu wa nyuma yake, Yanga walimaliza na pointi 78. 78 katika mechi 30 ulipaswa kuwa na pointi 90. Utaratibu ule ule 78 katika pointi 90 ukizidisha mara 100, ufanisi wake ulikuwa msimu kabla msimu uliopita ilikuwa ni 86.666 to infinity around 87%. Nadhani unanielewa vizuri. Nyuma yake Yanga walimaliza na pointi 74 ambayo ufanisi ulikuwa ni 82%, kwa sababu 74 katika pointi 90 ambayo ilikuwa ni record kuanzia 2010 Yanga ya Nabi ilipochukua ubingwa unbeaten 2021 2022. The following season kwa maana ya msimu 22-23 ikavunja rekodi ya Nabi mwenyewe, kajivunja rekodi akafikisha pointi 78. Msimu wa 23-24 Gamondi kavunja rekodi ya Nabi ya msimu wa nyuma yake. Kwa hiyo utagundua kwamba Gamondi kile alichopata akiwa na Yanga baada ya kupokea kijiti kutoka kwa Nasreddine Nabi kilivunja rekodi ya Yanga yenyewe katika hiyo misimu niliyokutajia, kwa sababu Gamondi amemaliza msimu na pointi 80 katika pointi 90. Ndio nilichotoka kuambia ni performance ya 88.888 to infinity around 89%. Sasa Yanga ya msimu huu ina mchango wa Gamondi, ina mchango wa Siad Ramovic, ina mchango wa Miludi ambaye ndiye aliyetoa madaraka hivi sasa ya kijiti cha uongozi kwenye ukocha wa Yanga. Technical bench ya Yanga iko chini ya Miludi. Miludi mpaka sasa performance yake ni excellent. Ikumbukwe ametoa sare moja tu katika mechi alizoongoza ambayo ni ile dhidi ya JKT ambayo ndo mara ya kwanza ana report. Ilionekana yeye ndo ameongoza, lakini kiukweli ndio mara ya kwanza ametua, lakini lazima tumhesabie kama ni mechi yake kwa sababu ndiye alikuwa kinara katika technical bench ya Yanga. Wakatoa suluhu dhidi ya JKT Tanzania.
Baada hapo zilizofuata zote ni vipigo kwa kwenda mbele. Nyumbani na ugenini Yanga wanashinda. Matokeo yake ndipo hivi sasa wana pointi 70, wana mabao 68, wameruhusu mabao 10. Kiasi ambacho unaona performance ndio ile nilitoka kuieleza. Pointi 70 kati ya pointi 78 ni performance ya hali ya juu mno ya around 90%. Sasa zimebaki hizo mechi tatu nizo kutajia ambazo ni dhidi ya Namungo, dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Tanzania Prisons. Endapo Yanga hii ya Miludi itaendeleza kile ambacho ilikifanya katika mechi za mzunguko wa kwanza dhidi ya wapinzani wake hao watatu, maana yake Yanga uhakika wa kushinda. Kwa sababu gani? Walishinda dhidi ya Namungo ugenini, uwanja wa Majaliwa kama tunakumbuka vizuri, kule Ruangwa walishinda 2-0. Upo. Lakini wakacheza na Dodoma Jiji walishinda 4-0. Mabao ngapi? 6. Walikaribisha Tanzania Prisons hapa Dar es Salaam wakashinda 4-0. Kwa hiyo hizo mechi tatu hizo katika mzunguko wa kwanza Yanga ilishinda mabao 10 halafu haijaruhusu bao lolote. Ndo mechi zilizosalia tatu kati ya 4 kwenye makaratasi, tatu ni hawa ninaotoka kuelezea ambao unaona ni mabao 10 hawakuruhusu bao. Wanakwenda katika mechi hizo Yanga wakiwa kwenye kiwango bora sana. Mechi 5 zilizopita Yanga wamefunga mabao takriban 13 alafu wameruhusu bao moja. Hilo bao moja waliruhusu katika mechi dhidi ya Azam wakati wanashinda 2-1. Lakini zilizofuatia zote wamepata ushindi mnono kiasi cha kupata ushindi wa mabao 13 wakiruhusu bao moja. Wako katika hali bora kama wanaendeleza kile ambacho wamekionyesha mechi 5 zilizopita. Kama watafanya kile ambacho walikionyesha katika mechi dhidi ya Namungo, dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Tanzania Prisons katika mzunguko wa kwanza, maana yake kwenye makaratasi Yanga ni kana kwamba washatanguliza mguu mmoja kwenye taji la ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Lakini hayo yote tunasema inategemea pia ufanisi wa watani za wajadi Simba, kwa maana kwamba nao wana viporo vingi. Simba wamecheza mechi 22 ukilinganisha na mechi zilizocheza Yanga mpaka sasa. Simba wana viporo 4 lakini wana pointi 57, wamezidiwa pointi 13. Mfano viporo vyao 4 wanashinda vyote, wanakuwa na pointi 12. Ukijumlisha na pointi 57 inakuwa pointi 69. Bado mnyama anakuwa ameachwa pointi 1. Ceteris paribus tunasema, yani kila kitu kikiwa kama kilivyo, kwa maana kwamba Simba ishinde zote halafu Yanga iendelee kuwa hivi kabla hajacheza hizo mechi zilizosalia, bado Simba itakuwa nyuma kwa pointi 1. Lakini ikicheza hizo mechi nyingine 3 ikashinda zote, Simba nao wakashinda zote, bado Yanga itakuwa pointi 1 zaidi ya Simba, kwa sababu itakuwa na pointi 79, Simba watakuwa na pointi 78. Msisitizo, kama Simba wakishinda zote na Yanga wakishinda zote, ndo pale ninaposema ili neno maarufu la kwenye biashara hiyo, ceteris paribus, kila kitu kikiwa constant matukio yatakuwa hivyo. Kwa hiyo unaona kwenye makaratasi kweli Yanga hii ya kocha Milud, muendelezo wa kijiti alichoachiwa na Siad Ramovic, ambaye naye aliachiwa na Gamondi, mwenendo mzuri kiasi ya kwamba wanapata matumaini na kutembea kibabe kifua mbele kwamba upo uwezekano wakatwaa tena taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 4 mfululizo. Ligi ambayo ni miongoni mwa ligi kuu 10 bora barani Afrika hivi sasa, ikiwa ligi namba 6 kwa bora barani Afrika, ina pointi 77.5. Kutwaa ubingwa kwa kujirudia inakuwa ni faraja kwa wananchi Yanga, endapo tu hili tunalozungumza kwenye makaratasi litatimia katika mechi zilizosalia, kwa sababu asikudanganye mtu, mpira wa miguu mpaka uchezwe hauchezwi kwenye makaratasi na mdomo. Unajuaje na Mungu atakavyojipanga chini ya kocha Juma Ramadhani Mgunda boli litembee katika kuelekea mwishoni? Waweza kufanya kitu, kwa sababu kwanza kuna mipango kazi ya timu, na Mungu ni timu ambayo imejaliwa kuna wachezaji wenye wasifu mkubwa, ingawa walichokitoa uwanjani bado hakikuendana na kile ambacho matarajio ya uongozi wa Namungo ulitegemea kutoka kwao. Wachezaji wa majina makubwa, kina Medi Kagere wako pale kama unakumbuka vizuri, kina Kapaito, sio? Kina Erasto Nyoni, kina Kabunda, kina Pius Buswita, wanayo nafasi ya kufanya mazuri zaidi. Kina Kibailo zaidi ya yale ambao wameshafanya, kina Jonathan Naimana. Sasa katika mechi zilizobaki, manake wao, kumbuka msimu unaenda kuisha, ukienda kuisha timu kama Namungo kimsuli wa kifedha haishindwi kuleta wachezaji wanaohitaji kwa msimu ujao. Kweli wanaweza shindani na Azamu, Yanga, Simba, lakini kiukwasi Namungo hawako vibaya sana, ndio maana wana wachezaji wenye majina makubwa sana, wenye wasifu mkubwa. Sasa ikifika mwisho wa msimu watafanya tathmini katika orodha ya wachezaji tulionayo, benchi la ufundi, malengo yalikuwa yapi, tumepata kipi. Sasa wachezaji wanajua, kwenye tathmini unaweza kujikuta ukapigwa panga. Mechi zilizobaki ni eneo ambalo wachezaji wana namna ya kufanya ili kuhakikisha wanajihakikishia ajira ndani ya Namungo FC. Lakini vile vile hata kama likitokea la kutokea wakatoka Namungo, basi isiwe tabu kupata maeneo mengine.
Hayo unayafanyaje? Ni kwa kuonyesha kiwango bora katika mechi zilizobaki. Maana yake ni kwa ajili ya mpango kazi wa timu kuhakikisha anafanya vizuri mechi zilizobaki, lakini pia mpango kazi wa mchezaji mmoja mmoja kuhakikisha wanakuwa na wasifu mzuri kuelekea mwishoni mwa msimu, ili usije ukakosa ulaji katika ligi kuu Tanzania bara, ligi bora, ligi inayolipa vizuri kulinganisha na ligi nyingine kwa hapa nchini, si ndio? Lakini vivyo hivyo kwa Tanzania Prisons ambao wako katika hali mbaya kule chini. Katika kupambana, ogopa mtu anayetaka kuzama. Yoyote aliyekaa mbele yake anapiga roba azame naye kama vipi. Sasa Tanzania Prisons wanakwenda kucheza na Yanga. Japo wakati mwingine ubora wa mchezaji mmoja mmoja, mipango kazi ya timu, benchi la ufundi mipango yake huwa inaakisi. Lakini ni kwamba uwezo kuchukulia poa mechi dhidi ya Tanzania Prisons ambayo kwenye uwanja wa Sokoine huwa wanafanya vizuri sana bila kujali wanacheza na vigogo. Vigogo wanaweza kupata matokeo lakini huwa sio mechi nyepesi. Lakini Dodoma Jiji kwa kocha Meki Maxime ni mzoefu kucheza na timu kubwa. Mechi ya mzunguko wa kwanza kapigwa goli 4. Lakini kwenye uwanja utakuwa wa KMC, sio? Ambao mechi gani? Hii ya Dodoma Jiji. KMC Complex. Kama alipigwa uwanja Jamhuri kule Dodoma nyumbani, basi kwenye mechi ya kwenye uwanja wa KMC wachezaji wakizingatia mpango kazi wake, labda utakuja na kitu kingine, kwa sababu uzuri wake Yanga iko exposed. Inajulikana cheza yake, wanajulikana wachezaji wake, ubora wao. Issue ni juu ya kukabiliana nao baada ya ushawajua so nini kinachofuatia ndo hapo. Lakini kimsingi ni mechi ambazo kwenye makaratasi huwezi kuiondoa Yanga katika mizania kwamba wao wana nafasi kubwa ya kushinda, kwa sababu mechi zilizopita wamefunga mabao 10 dhidi ya hizo timu tatu, hawajaruhusu bao. Ila msisitizo, mpira wa miguu lazima uheshimiwe, dakika 90 ndizo zitakuja kuamua. Nikushukuru sana. Shukrani jazilan. Asante sana.